Baba, katika jina la Bwana wetu mpendwa Yesu Kristo, asante kwa uaminifu wako na baraka zako. Saa imefika, e Bwana, zungumza na mioyo yetu. Roho Mtakatifu, sisi tunajiweka chini ya mamlaka yako, e Bwana. Zungumza na nafsi zetu, e Bwana. Tuonye, tuelekeze, tubariki, tufungue sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kukushukuru. Amen. Sasa kama nilivyosema kwamba Mungu kwa neema yake ametupa leo hii siku ya tatu miongoni mwa siku tano ambazo ametupa kwa ajili ya semina hii, na kichwa cha somo letu kinasema umuhimu wa karama ya kupambanua roho katika maisha ya Mkristo. Umuhimu wa karama ya kupambanua roho katika maisha ya Mkristo. Neno ambalo la msingi sana ni kupambanua roho, na tulizungumza jana maana ya kupambanua, lakini sitaki nirudi huko sana. Lakini tulieleza kwamba unapambanua roho zipi? Roho mojawapo ya kupambanua ni roho ya Mungu. Tukasema kwamba kwa nini neno linahubiriwa alafu mtu mwaka mzima wala habadiliki? Kwa nini? Kwa sababu ameshindwa kupambanua kwamba yale mahubiri yanayohubiriwa pale ni roho wa Mungu anasema naye. Kwa hiyo ndio maana ameshindwa kutafsiri, ameshindwa kupambanua, akaelewa alafu akachukua hatua. Ndio maana unaweza ukaona ni muhimu kiasi gani kuelewa au kuwa na hiyo roho ya kupambanua. Maana unaweza vitu ambavyo ni vya msingi na vya kukusaidia ukavipuuzia kwa sababu tu umeshindwa au hauna roho ya kupambanua. Lakini tunampambanua nani? Tunapambanua roho ipi? Roho nyingine ya kupambanua ni ya Shetani, kwa sababu usipoipambanua inaweza ikakuburuza kwenye mambo ambayo yataharibu kesho yako. Yataharibu kesho yako. Lakini ukipambanua namna hii ukajua kwamba hili wazo lina roho ya Shetani, huwezi kulitekeleza. Utalipinga na utalizuia lisiharibu ndoa yako, lisiharibu maisha yako, lisiharibu kesho yako. Lakini pia tunapambanua nini? Tunapambanua tujue roho zetu, kwa sababu roho yako inaweza kuwa kizuizi kikubwa cha kufanya mapenzi ya Mungu kabisa. Roho yako inaweza ikawa kizuizi kikubwa. Kwa hiyo ukipambanua ukajua kwamba hii ni roho yangu inataka kunizuia nisitende mapenzi ya Mungu, utaipinga na utaruhusu roho ya Mungu ifanye kazi. Ndio maana nikakwambia Yesu alipogundua tu kwamba roho yake ndio ilikuwa inapiga kelele, nafsi yake ile, akaambia Baba, kikombe hiki kiniepuke. Alivyojua tu kwamba nafsi yake ndiyo akasema, lakini sio kama mimi nitakavyo, bali mapenzi yako, roho wako ashike nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukawa tumesoma andiko la msingi ambalo ndio tunaenda nalo pia leo kwenye ile Wakorinto wa pili sura ile ya 11 na mstari wa 13 mpaka wa 15. Haya maandiko nilisema tunaanza nayo leo. Jana tuligusa hapa kidogo. Wakorinto wa pili 11 mstari wa 13 mpaka wa 15. Biblia inasema namna hii: maana watu kama hao ni mitume wa uongo, watendao kazi kwa hila, wanaojigeuza. Napenda hilo neno, liangalie hilo neno. Hiyo ni keyword, ni neno la msingi. Wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. Wala si ajabu, maana Shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Mstari wa 15, basi si neno kubwa watumishi wake nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawa sawa na kazi zao. Paulo anasema maana watu kama hao ni mitume wa uongo, watendao kazi kwa hila, wanaojigeuza
wawe mfano wa mitume wa Kristo. Alafu nasema wala si ajabu, manake msishangae, manake sio kitu kigeni, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Tukasema shetani ni malaika wa giza, lakini akija kwako kama malaika wa giza utamkimbia, utamkataa, utampinga. Kwa hiyo anakuja kwako kama malaika wa nuru, anakuja na lugha nzuri, anakuja na mambo ya kukushawishi, anakuonyesha possibilities zote kama malaika wa nuru, anakuonyesha utakavyonufaika ili uingie kwenye hali ya kutokumpendeza Mungu. Nje hivyo unamuona kama malaika wa nuru, lakini asili yake ya ndani ni uovu. Kwa hiyo amejigeuza ili akudanganye au anidanganye mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anasema basi, mstari wa 15, si neno kubwa watumishi wake nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki. Na ingia tunampambanua huyu shetani katika eneo la watumishi leo. Tunapambanua roho ya shetani katika eneo la utumishi, katika eneo la kutumika. Anasema basi kama shetani anaweza kujigeuza yeye kuwa malaika wa nuru, si neno kubwa, manake ni neno zito, ni neno kubwa. Watumishi wake nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki. Si neno la kupuuzia, si neno jepesi, ni neno kubwa sana. Kama yeye anaweza kujigeuza kuwa malaika wa nuru, watumishi wake hali kadhalika wanaweza kujigeuza wawe watumishi wa haki. Maana yake wao ni watumishi wa giza, lakini watajitengeneza kwa nje waonekane kwamba ni watumishi wa haki. Watumishi wa haki maana yake watumishi wa Mungu. Maana yake nini? Maana yake watatengeneza jengo kama hili, wataweka msalaba, watajivalisha kola, watajiita ni watumishi wa Mungu, watashika Biblia, watasema mistari ya kwenye Biblia, watahubiri, lakini wao ni watumishi wa giza, ila wamejigeuza wawe watumishi wa haki. Kwa nini wamejigeuza wawe watumishi wa haki? Ili ukiwaangalia usijue kama wao ni watumishi wa giza. Useme mbona wamevaa kola, useme mbona anaitwa mchungaji, useme mbona anahubiri neno la Mungu, lakini amejigeuza kuwa mtumishi wa haki, lakini kimsingi yeye ni mtumishi wa giza. Utamfahamu vipi? Lazima tuwe na karama, uwezo kutoka kwa Mungu wa kuweza kupambanua namna hii. Glory be to God. Wa kuweza kupambanua namna hii. Lakini vinginevyo tutawaamini kama watumishi wa haki, kama wachungaji au mitume wa haki. Kumbe Paulo anasema ni mitume wa uongo waliojigeuza kuwa mitume wa Kristo, lakini kumbe ni mitume wa uongo. Kama hauna uwezo wa kupambanua, ni ngumu sana kumtofautisha mtumishi wa haki na mtumishi wa giza. Ni ngumu sana. Anasema wanajigeuza kuwa mitume wa Kristo, lakini sio mitume wa kweli wa Kristo. Kujigeuza, ili neno limerudiwa sana pale. Ukiangalia mistari yote, ili neno kujigeuza limerudiwa sana, sio kwa bahati mbaya, sio kwa bahati mbaya. Kwenye Biblia ukiona neno linarudiwa, hebu piga pause, uanze kuweka akili yako hapo uone, hata likirudiwa mara mbili tu. Anasema kujigeuza ni kubadilisha umbo la nje, kujionyesha kwa namna tofauti. Kujigeuza ni kubadilika katika sura ya nje bila kubadilika kiini chake cha ndani. Amejigeuza nje, unamuona tofauti na alivyo ndani. Shetani na watumishi wake hujivalisha umbo jipya la nje,
ili kuficha asili ya kweli. Nikawa natafakari sana Musa alipokuwa kwa Farao na Haruni. Musa alidondosha fimbo yake ile, Mungu akamwambia idondoshe chini hapo, akatokea nyoka. Wale wachawi wa Farao wale na wao wakatengeneza nyoka sahihi hiyo. Wakatengeneza nyoka sahihi hiyo. Kwa nini? Kwa sababu walitaka Farao aone kwamba ni kitu cha kawaida tu, kwamba walimtaka Farao asimwamini Mungu. Waone tu kwamba hata Musa anafanya miujiza kwa miungu na mashetani haya ya Misri tu kama hao wa kwangu. Kwa hiyo haya mambo ni yale yale. Kwa hiyo hamna sababu ya kumwamini huyu Mungu anayehubiriwa na Musa. Ndio lengo la wale wachawi wa Farao. Walitaka na wao waone, wamuonyeshe Farao hapa ngoma ni draw. Mambo ni yale yale tu, hakuna cha tofauti. Kwa hiyo miujiza ya wachawi wa Farao ilikuwa ni ya kumzuia Farao asiweze kupambanua akajua nguvu ya Mungu kupitia miujiza ya Musa akamwamini Mungu. Ndio maana walitengeneza muujiza ule ili kumzuia Farao asiweze kumwamini Mungu aliye hai. Na leo watumishi wa giza wasio wa haki wanatumia miujiza kuwafanya watu wasimwamini Kristo. Au niweke hivi, Kristo ukiangalia kila alipofanya muujiza, ukianzia na ule Kana wa Galilaya, muujiza wa maji kuwa, Biblia inasema alipofanya ile ishara muujiza wake ule wa kwanza, watu walimwamini. Kwa hiyo lengo la muujiza wa Yesu Kristo ni watu wapambanue namna hii, watofautishe, waone nguvu ya Mungu alafu wamwamini. Lakini miujiza yoyote ya walimu wa uongo na mitume wa uongo, miujiza yao ni kuwazuia watu wasione miujiza ya Mungu, wasione nguvu za Mungu wakamwamini. Kwa hiyo waseme tu kwamba mbona hata hapa miujiza ipo, mbona hata hapa miujiza ipo, mbona hata hapa. Kwa hiyo miujiza ile inawazuia wasimwamini Mungu, lakini wakae kwa mitume na manabii wa uongo. Ndio maana utaona mtu anakuambia nimepata mtoto, lakini maisha yake hayajamwamini Kristo. Nimepata kazi, kapata muujiza, lakini maisha yake hayamtaji Kristo, hajamwamini Kristo, wala hana badiliko lolote katika maisha yake. Kwa hiyo unakuwa ni muujiza, lakini unaowazuia watu wasiweke imani kwa Kristo. Ndio maana unawaona ni wengi sana wanaokiri hiyo miujiza, lakini hawana maisha matakatifu, hawana maisha ya kumwamini Kristo. Wamebaki pale, wataamini binadamu, wataamini hivyo kwa sababu wanasema mbona hata hapa miujiza ipo, mbona hata hapa Swala sio miujiza. Swala muujiza unakupeleka kwa nani? Wachawi wa Farao walifanya miujiza kumzuia Farao asiamini Mungu aliyeletwa na Musa. Na miujiza ya watumishi wa uongo kazi yake ni hiyo, kuwafanya watu wasimwamini Kristo wakapata wokovu wa kweli wa nafsi zao. Ndio maana atafurahia kupata mtoto, atafurahia kupata kazi, lakini hana maisha ya wokovu, hana toba iletayo ondoleo la dhambi. Maisha yake hayabadiliki, ni mlevi yule yule, ni mchawi yule yule, ni mwizi yule yule, lakini akifika anasema haleluya, nimepokea muujiza. Kwa sababu gani? Yuko chini ya watumishi wa uongo, watumishi wa uongo ambao wamejigeuza kuwa watumishi wa haki. Roho Mtakatifu anaachilia uwezo ndani yako wa kupambanua. Ndio maana anakupa vipengele hivi uelewe kwamba swala sio kufurahia muujiza tu.
Swala muujiza unakupeleka ngazi gani nyingine? Muujiza wowote wa kweli lazima ukupeleke ngazi nyingine ya kuona utukufu wa Mungu. Alafu sio unaishia hapo tu. Ukishaona utukufu wa Mungu, unaweka imani katika Mungu. Ukiweka imani katika Mungu, ile imani inakubadilisha tabia. Ulikuwa mlevi, unaacha ulevi. Ulikuwa muongo, unaacha uongo. Ulikuwa mzinzi, unaacha uzinzi. Lakini watumishi wa uongo waliojigeuza kuwa watumishi wa haki, wakifanya miujiza ya ibilisi, lengo lao ni kukuzuia usione cha Mungu, ukapambanua, ukawatoroka. Kwa hiyo wanakuziba macho ile miujiza uone kwamba hata pale yuko Mungu, kumbe hayuko Mungu. Kwa nini hayuko Mungu? Kwa sababu imani yako inakuwa kwa mtu, lakini sio kwa Yesu Kristo. Na ile imani yako kwa mtu haikubadilishi. Ndio maana sawa, umeombewa, umepata ujauzito, lakini imani yako iko kwa nani? Haiko kwa Kristo. Je, umepokea wokovu? Haujapokea wokovu. Umeongozwa kumwamini Kristo? Hakuna aliyekwambia umwamini Kristo utubu upate ondoleo la dhambi. Hayupo. Kwa hiyo unafurahia vitu vimiujiza tu, lakini roho yako inakuwa haijamwamini Mungu. Kwa hiyo huna badiliko la kweli. Ndio maana Yesu alipokutana na yule mtu aliyopooza, wakati yule mtu anataka muujiza, kitu cha kwanza Yesu alimwambia, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Glory be to God. Umesamehewa dhambi zako. Hicho ndio kitu cha kwanza. Unaweza ukajiuliza, Yesu, mimi nataka kupona, unaniambiaje mambo ya kusamehewa dhambi zangu? Mtumishi yoyote wa kweli anayeachilia miujiza ya Mungu aliye hai, ukimwendea namna hii atakwambia, mwanangu, umepona, muamini Yesu Kristo. Mwanangu, umepona, muamini Yesu Kristo. Mwanangu, umepona, acha dhambi. Mtumishi wa kweli lazima akwambie namna hiyo, kwa sababu muujiza lazima ukupeleke ngazi nyingine ya kumwamini Kristo. Ukitoka hapo unakupeleka ngazi nyingine ya kukataa maisha ya giza. Huwezi kufurahia muujiza wakati huna tumaini la uzima wa milele, kwa sababu hujaongozwa kumwamini Yesu Kristo. Umepewa tu kama kimdoli hivi, kimuujiza ndio unakifurahia. Vipi kwa habari ya wokovu wako? Vipi kwa habari ya usafi wa maisha yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo namuelewa sana Paulo, anasema ni neno kubwa sana, kubwa zito, watumishi wake nao kujigeuza kuwa watumishi wa haki. Lengo lao ni nini? Ni kuwazuia wengi, kuwafumba macho wasione haki ya Mungu, wakaokolewa, wakabadilika maisha yao. Anawazuia. Lakini tunamshukuru Roho Mtakatifu anayetupa roho ya kupambanua, kwamba mahali popote unapofanyika muujiza, nitaangalia ule muujiza unampeleka mtu wapi. Huo muujiza haujampeleka mtu kwa Yesu, huyo sio mtumishi halali. Na huo muujiza ukishampeleka mtu kwa Yesu, nitaangalia maisha yake yakoje. Anachukia dhambi huyu mtu? Anakiri wokovu huyu mtu? Anafurahia kusamehewa na Mungu dhambi zake? Au hayo mambo hayajui? Kama hayo mambo hayajui, ameingizwa chaka. Ameingizwa chaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiangalia kwenye Mathayo sura ile ya 7 mstari wa 15, anasema, Mathayo sura ya 7 mstari wa 15 anasema, jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Sasa nikuulize swali. Tangu umeokoka wewe, tangu umeokoka, umeshawahi kumuona mhubiri yoyote amevaa mavazi ya kondoo? Nakuuliza, umeshawahi kuona mhubiri yoyote kavaa mavazi ya kondoo? Yesu anasemaje? Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wakiwa wamevaa mavazi ya kondoo. Kwenye pita yako huko kote huko, umeshawahi kuona mhubiri au mtu amevaa mavazi ya kondoo? Maana yake Yesu ni muongo, hakuna manabii wa uongo, si ndio? Kama hatujawaona, Yesu anatudanganya. Kwa nini atuambie tujihadhari? Anachosema ni hiki: kondoo anahusishwa
anahusishwa na unyenyekevu. Mavazi ya kondoo yanahusishwa na unyenyekevu, upole, ufuasi wa Mungu. Yaani kondoo anamfuata Mungu, ni mpole, ni mnyenyekevu. Kwa hiyo anasema mavazi ya kondoo ni muonekano wa utakatifu wa nje, upole wa nje, unyenyekevu wa nje. Wanaonekana wapole, wanaonekana watulivu, wacha Mungu, lakini tabia ya ndani ile sivyo. Ni tabia ya kujifanya mwaminifu, kuonekana kama sehemu ya kundi la Kristo, kumbe moyo wake umejaa ubinafsi na uharibifu. Sasa Yesu anasema tujihadhari na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo. Kwa nini wanavaa mavazi ya kondoo? Ili tujue kwamba na wao ni kondoo, kumbe sio. Kwa sababu kondoo sisi, tabia zetu, vazi letu ni unyenyekevu, ni utakatifu, ni upole, kumfuata Yesu. Ndio kondoo sisi. Na wao wakijionyesha tofauti, tutawajua. Kwa hiyo wanavaa haya mavazi yetu haya, upole, unyenyekevu, lakini ndani, anasema ndani ni mbwa mwitu mkali, ndani. Lakini nje ukimwona amevaa vazi la kondoo, ni mpole kweli, anatembea kwa unyenyekevu, atasema kwa utakatifu lakini ndani huwezi kumgundua hivi nje, kwa sababu amejichanganya na kondoo, amevaa vazi la kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu mkali. Anasema jihadharini, maana yake nini? Muwe na uwezo wa kupambanua, msijiribiwe, msidanganywe na unyenyekevu wa nje, msidanganywe na upole wa nje, msidanganywe na hilo vazi la kondoo la nje. Tuchekeche tuone ndani kuna nini. Anasema ndani ni mbwa mwitu wakali. Anataka tupambanue, tutambue, tuwe na macho ya kuona hatari ya manabii wa uongo, tusije tukadanganywa na maneno au na muonekano wa nje. Kumbuka, uongo ni roho ya shetani. Ni roho ya shetani ambayo anaingiza kwa mtu, alafu nje anampa sura ya upole, sura ya utakatifu, sura ya kumcha, ili tusimjue. Anasema walakini ndani ni mbwa mwitu wakali. Kwa hiyo tuko naye kanisani, nje tunamwamini, tunampenda, ni mtu lakini kumbe ni mtu amebeba roho ya mbwa mwitu. Na unajua kazi ya mbwa mwitu ni nini? Kazi ya mbwa mwitu ni kutawanya kundi la Mungu. Mbwa mwitu kazi yake ndio hiyo. Kwa hiyo nje tukimuona ni mpole, mtakatifu, lakini ndani amebeba roho ya kutawanya kundi la Mungu aliye hai. Utashangaa mtu mliyemwamini, mliyempenda, mliyomwamini, mliyomtumaini, lakini anakuja na maneno makali ya kuumiza na kutawanya na kuharibu kundi la Mungu aliye hai, wala hawezi kulihurumia. Ndio maana kwenye Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 29, Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 29, Paulo alikuwa anawaambia wazee wa kanisa wa Efeso, anasema najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Hawalihurumii kundi, watalibagaza kundi, watalitawanya kundi. Kwa sababu gani? Ni roho ya mbwa mwitu iko ndani yao. Nje unawaona ni waumini wazuri, lakini ndani wamevalishwa roho ya mbwa mwitu. Kutawanyika kwa kundi ndio furaha yao, bila kujua kwamba hili ni kundi ambalo Roho Mtakatifu amelinunua kwa gharama, ambapo Roho Mtakatifu anasema kama ndugu yako hata akifika mahali anakuazika kwa sababu wewe unakula nyama, basi acha kula nyama ili umponye ndugu yako. Jinsi anavyolithamini hilo kundi kwa hali hiyo. Lakini ukishakuwa na roho ya mbwa mwitu,
Hutajua tena kwamba hili ni kundi la Mungu. Hutajua tena kwamba Roho Mtakatifu amewafia hao watu na kuwanunua kwa damu ya thamani. Utawabagaza kwa maneno, utawafanya watofautiane, utawafanya watengane, utaingiza kila fitina na chuki na uharibifu. Anasema jihadharini, watu ambao wamevaa ngozi ya kondoo lakini ndani ni mbwa mwitu wakali. Anachotaka tutambue ile roho ambayo huyo mtu amevalishwa. Nilikwambia jana, unaweza ukavalishwa roho ya nyoka wewe kwenye ndoto, ukavalishwa roho ya simba, ukavalishwa roho ya chui. Ukifika nyumbani tu unaparua mume wako, mume anashangaa, mbona kitu kidogo imekuaje? Lakini ndani yako kuna roho ya chui, ndani yako kuna roho ya simba, ukali usio lazima ujue kujipeleka kwa Mungu mwenyewe, kujifanyia deliverance, kwamba Bwana, ukali sio wa kawaida. Najua ndiyo mtu anapaswa kuwa mkali, lakini mbona ukali umepitiliza? Hii roho imetoka wapi? Jipeleke mwenyewe msalabani. Glory be to God. Glory be to God. Hii hasira ya namna hii imetoka wapi? Hasira isiyo na suluhu namna. Mbona kama ina ule ukali wa simba inayotaka kuunguruma na kuvuruga namna hii? Sio hasira ya kawaida, sio hasira ya kawaida. Imebeba mnyama kule ndani. Imebeba mnyama. Ikioperate kwenye familia, hapo ni mtu. Na ikioperate kanisani, hapo ni mtu. Lakini wana maombi wakishajua vitu kama hivyo, wanashughulikia. Tunaambia Bwana, katika kikundi chetu cha kwaya, katika kanisa letu, kama kuna mtu amevishwa roho ya simba, roho ya chui, Bwana shughulika naye. Tunahitaji umoja wa roho, tunahitaji kupendana, tunahitaji kusameheana, kutiana moyo. Tupe roho ya Kristo, roho ya Kristo, roho ya Kristo yenye kunyenyekea, yenye kupendana, yenye kusameheana. Hiyo ndio tunayohitaji. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yoyote asiyelihurumia kundi la Mungu ana roho ya mbwa mwitu, roho ya kutawanya na kuharibu. Hebu angalia kwenye Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 16. Kuendelea kule. Hapa tunamkuta kijakazi aliyekuwa na pepo la uaguzi. Biblia inasema yule kijakazi alikuwa katikati ya msafara wa kina Paulo na Sila, wakienda huku kuhubiri na yeye yupo katikati yao. Lakini ndani amebeba roho ya kuvuruga huduma, roho ya kuvuruga huduma. Na anakwenda ana maneno mazuri sana. Anasema hawa ni watumishi wa Mungu aliye hai, wanahubiri njia ya wokovu iliyo ya kweli. Hawa ni watumishi wa Mungu aliye hai, wanahubiri njia ya wokovu ya Mungu iliyo ya kweli. Hayo maneno yana ubaya gani jamani? Si hayo maneno ni mazuri, lakini hayo maneno ni vazi la kondoo. Lakini kumbe ndani ameficha roho ya uharibifu. Paulo kilichomsaidia, alikuwa na roho ya kupambanua. Akasema hapana, hizi sifa sio za kawaida hizi. Haya maneno haya yanaficha kitu ndani. Akamwangalia namna hii, akamkemea, akamwambia kwa jina la Yesu mtoke huyo. Unajua pepo likamburuza pale, lile pepo la ubaguzi likamtoka. Kwa hiyo unamuona alikuwa na maneno mazuri, lakini ndani alificha roho ya kuvuruga huduma. Haleluya kwa mwana kondoo. Tunahitaji wanangu, tunapokuwa hapa kanisani, tumwambie Bwana, tupe roho ya kupambanua, roho ya kupambanua. Tujue nani amebeba nini, tujue nani yuko upande wa Bwana na nani yuko upande wa adui. Mungu, tunaomba uwepo wako na neema yako utusaidie. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kazi ya karama ya kupambanua ni kufanya utambue kile kilicho ndani na sio umbo la nje. Usikilibiwe na umbo la nje. Ndio maana sio kila sifa ni za kuzipokea tu. Zingine zinakuja genuine, zingine zinakuja sifa zikiwa zimeficha kitu. Zingine zikiwa zimeficha kitu. Sasa tuingie eneo la pili la kumchambua, la kumpambanua huyu shetani. Hilo lilikuwa eneo la utumishi. Sasa tunaingia eneo la mafundisho. Eneo la mafundisho tunampambanua bado shetani. Huyo shetani roho yake. Ukiangalia kwenye Mathayo sura ya 7 mstari wa 13 mpaka wa 14, Mathayo
Yesu anasema hivi, Mathayo sura ya 7 mstari wa 13 mpaka 14. Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Tunaipambanua roho ya shetani kupitia mafundisho. Yesu anasema ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Maana yake ni Yesu anajitofautisha na manabii wa uongo. Manabii wa uongo. Na anatusaidia kutuingizia uwezo wa kupambanua roho ya kweli na roho ya upotofu. Kwa sababu mafundisho yanaweza ama kukupeleka kwenye njia pana au kukupeleka kwenye njia iliyosonga. Mafundisho, kwa sababu yana roho. Kama yana roho ya Mungu, yatakupeleka kwenye njia iliyosonga. Lakini kama mafundisho hayana roho ya Mungu, yatakupeleka kwenye njia pana. Ndio maana Yesu anaweka hapo clear kabisa. Maana yake kwamba nabii au mwalimu wa uongo hawezi kuhangaika kukwambia uingie kupitia mlango mwembamba kwenye njia iliyosonga. Hawezi kuhangaika hiyo. Yeye atakupeleka kwenye njia pana. Njia iliyosonga maana yake nini? Maana yake ni njia ambayo inahitaji discipline. Ni njia ambayo inahitaji toba. Njia ambayo inahitaji kujikana. Njia ambayo inahitaji kuzingatia utakatifu. Njia ambayo inahitaji maombi, sio kuombewa. Njia inayohitaji mifungo, kutafuta nguvu za rohoni ili kuuteka ufalme wa Mungu. Kama anavyosema ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu za rohoni. Kwa hiyo nabii wa uongo hawezi kuhangaika kukwambia upite njia nyembamba iliyosonga. Eti sijui utafute utakatifu, eti sijui ufunge, eti sijui ujitenge na dhambi. Hana habari ya kukwambia hiyo. Hana. Yeye atakwambia tu njoo, unataka mtoto, kanyaga cha kukanyaga, kesho utapata mimba. Unataka nini? Kula utakachokula, kesho utapata. Achana na mambo ya kuombaomba. Unaombaomba nini? Mambo ni mteremko namna hii. Unakuja wala hana haja ya kujua kwamba umetubu au hujatubu. Hataki kujua. Umemwamini Kristo au hujamwamini. Wewe njoo, toa sadaka, nenda na vyako huko nyumbani, utafia huko mbele. Kwa hiyo watu wanapenda hayo, kwa sababu ni njia pana, njia ambayo hakuna wa kukukemea. Hayupo mchungaji wa kukukemea, hayuko mchungaji wa kukwambia mwanangu hicho unachofanya sio. Wewe ukiwa mzinzi ni sawa, ukiwa mlevi ni sawa, maadamu tu unakuja unatoa sadaka unaenda zako, hakuna wa kukwambia chochote. Yesu anasema hiyo ni njia pana, ni njia inayokwenda upotevuni. Na watumishi wa uongo ndio wanatoa mafundisho yenye mwelekeo wa namna hiyo. Lakini yeye anasema ingieni kwa kupitia mlango mwembamba, kwa sababu njia ni nyembamba na imesonga iendayo uzimani. Mtumishi wa kweli atakwambia funga ili kuutasa mwili wako, kuondoa tamaa za kidunia. Atakwambia funga ili kutafuta nguvu za rohoni za kupinga nguvu za giza. Lakini watumishi wa uongo atakwambia kwa nini ukonde? Wanataka waonekane ni shavu imetuna namna hii, wanataka waonekane matumbo yamekwenda namna hii, lakini ni uzinifu mkubwa, lakini ni ulevi mkubwa. Hawataki kuambiwa wamekonda, hawataki kuambiwa, kwa sababu njia ni nyembamba, njia imesonga iendayo uzimani. Haleluya kwa mwana kondoo. Sasa mimi si promote watu wakonde jamani, hapana. Si promote watu wakonde. Wewe kula kama unaweza kula, lakini ninachokuambia mafundisho ya kweli ni ya kukutaka uwajibike. Ni ya kukutaka uwe na nidhamu, kwenye sio unakula tu kuwa na nidhamu hata kwenye kula. Kwa sababu Mungu siku zote anaongeaga na watu ambao wako kwenye njaa. Mungu haongeagi na mtu ambaye ameshiba hata siku moja. Eti umeshiba tulitumbo, huwezi kusikia sauti ya Mungu hata kidogo. Wote walioisikia sauti ya Mungu waliisikia wakiwa kwenye njaa. Kama unabisha, kama uulize Petro,
akiwa amefunga, anahangaika njaa namna hii, anasikia sauti namwambia, kuna watu wako hapo, nenda kawasikilize, nimewatuma. Saa ambayo umeutiisha mwili, unajua umeutiisha mwili, hutaki mambo ya dunia, umejitenga, ndio saa ambayo unaweza ukasikia Mungu anasema glory be to God, kwamba mwanangu, hiki sicho, mwanangu, hiki ndicho, mwanangu, hii ndio njia, jiepushe na hivi. Bila ya hivyo utaiona njia pana, njia ambayo wengi wanaiona, lakini mwisho wake ni upotevuni. Hiyo njia baba yao ni Ibilisi, na yeye ametengeneza watumishi ambao wanataka kufanya wokovu kama ni njia pana, lakini Yesu anakataa. Wengine wanasema kabisa, mbona mnataka kufanya wokovu kama mgumu? Tunataka wokovu wa kisasa, usio na kufunga, usio na utakatifu. Wokovu ambao ni wa kileo. Huo wokovu wa kisasa kaa nao wewe. Lakini Yesu ametuambia sisi, wokovu tunaojua sisi ni njia iliyobana, njia ambayo imesonga, njia ambayo inakutaka ufunge, njia ambayo inakutaka ukimbie dhambi, njia ambayo inakutaka uache ulevi, njia ambayo inakutaka uchague kuiacha dunia, ujikane na kumcha Mungu aliye hai. Glory be to God. Ndio maana tunaimba wale tuliokombolewa na Bwana, kwamba msalaba mbele, dunia nyuma, marafiki wakiniacha potelea mbali, baba na mama wakiniacha hakuna shida, maana na wao tutapanga foleni moja tukifika mbinguni kule. Baba nitamuona yule kwenye foleni na mimi nitakaa kwenye foleni. Kwa hiyo siwezi kufuata njia ya baba, nitafuata njia ya baba kama nafuata njia ya Mungu. Lakini kama baba ni mlevi, nitamwambia fuata njia yako. Mimi naenda kwenye njia nyembamba niliyoambiwa na Bwana wangu Yesu Kristo, njia iliyosonga ambayo watu wa dunia hii hawataki. Wanataka kuambiwa tu mafanikio, pokea hiyo. Unapokeaje? Ni mafanikio tu, kutoka tarehe 1 ya mwezi Januari mpaka tarehe Disemba ni mafanikio tu. Muulize nini, kaambiwa utakatifu hakuna. Haya, pata hayo mafanikio, gari, nyumba, hela, kila kitu. We ni mzinzi, njia lipanda hivi. We ni mlevi, njia lipanda hivi. Kuomba uombi, umekaja kushika vichupa, unajipilia na hivi vichupa ndio badala ya maombi. Hilo njia lipana. Wenzetu wa wakati huo walikuwa wanaomba. Ndio maana Biblia inasema maombi ya mwenye haki yanafaa sana akiomba kwa bidii. Bidii iko wapi watu wa Mungu kwenye maombi nyakati zetu za sasa? Bidii iko wapi? Tunataka mambo ya urahisi, njia pana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu huu wokovu, njia nyembamba, huu ni mlango wa wokovu. Ni mwembamba kwa sababu hauachi nafasi ya kuingia na mizigo ya dhambi, kiburi, tamaa za ulimwengu. Ni njia ya kumtafuta Yesu, imesonga. Si kwa maana ya kuzuia watu, hapana, bali kwa sababu ni njia ya kujikana nafsi, na si rahisi kwa watu wengi kuiona na kuipita. Na hiyo njia sio nyingine, ni Yesu Kristo. Ndio maana manabii wa uongo watakwambia mambo mengine yote, lakini hawawezi kukukutanisha na Yesu Kristo, kwa sababu hiyo njia imesonga. Kwa sababu ukikutana na Yesu, kuna vitu utaviacha tu automatically. Ukikutana na Yesu, kuna aina ya maisha lazima utayaacha, na wao watakwambia mambo mengine yote, lakini sio kukutanisha na njia nyembamba, njia iliyosonga ambayo ni Yesu Kristo. Huwezi ukaja kwa Yesu na mambo yako bado ukaendelea nayo, haiwezekani. Hiyo ni njia nyembamba, ni njia iliyosonga, na ndio njia inayotupeleka uzimani, sio nyingine, ni Yesu Kristo aliye hai. Lakini njia pana ni Shetani, ambayo yenyewe inataka mambo ya dunia hii, inataka mafanikio tu. Umeiba mtu, umeua, umefanya nini, alafu nakuja kushukuru kanisani, Bwana amenifanikisha. Bwana yupi? Tueleze ukweli, Bwana yupi aliyokufanikisha? Ni njia pana. Walimu wa uongo walikuwa wamevaa mavazi ya kondoo, wapole, wanahubiri neno, wanyenyekevu kwa nje, wana makanisa,
lakini wanaweka mkazo katika mlango pana, sio mwembamba. Mafanikio bila kufanya mapenzi ya Mungu, uhuru usio na mipaka. Uhuru usio na mipaka. Neno la Mungu aliwatawali wao, wako huru tu, huru kufanya chochote. Biblia inakataa kabisa. Tuko huru ndani ya Kristo, lakini uhuru wetu una mipaka. Kama ni mke mmoja, ni mke mmoja. Huwezi ukawa huru leo unaacha, kesho unaoa mwingine, alafu wewe unasema mimi ni mtumishi wa haki. Namna gani? Hatuelewi. Ukiangalia mfano mwingine kwenye Mathayo sura ya 15 mstari wa 7 mpaka ule wa 9, anasema watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Mstari wa 9, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa maana ya kwamba neno linasomwa ni la Mungu, ila maagizo yanayotoka kule ni maagizo ya wanadamu. Lakini wanalisoma neno la Mungu, lakini mafundisho na maagizo yanayopewa ni ya kibinadamu. Unasema mchungaji, imekaaje? Muangalie shetani. Alichukua neno la Mungu wakati namkabili Yesu, lakini kule ndani aliweka nia yake na mambo yake. Yesu akapambanua namna, akasema neno naliona ni kama la Mungu vile, lakini kuna vitu umetumbukiza vya kwako. Akasema hapana, baba yangu ananikataza kuabudu vitu vingine au watu wengine, ni muabudu yeye peke yake. Kwa nini wewe unanitaka mimi kuabudu wewe? Kwa nini? Akashtuka. Kwa hiyo leo hii unaweza ukapewa neno likasomwa madhabahuni, ni la Mungu, lakini limebeba nia ya huyo anayekuhubiria, lakini sio nia ya Mungu. Ndio maana Biblia inasema ni nani anayeifahamu nia ya Mungu? Ili nia ya Kristo, ili atuelimishe. Glory be to God. Unachotakiwa kupokea wewe sio nia ya mchungaji, sio nia ya nabii, ni nia ya Mungu. Na anauliza nani anayefahamu nia ya Kristo awaelimishe watu wa Potters? Nani anayefahamu nia ya Kristo awaelimishe Watanzania? Watanzania wanachotakiwa kujua ni nia ya Kristo, nia ya Mungu aliye hai, lakini sio nia ya dhehebu langu, lakini sio nia ya mtumishi fulani. Hapana, leo kinachohubiriwa ni neno la Mungu, lakini limebeba nia za watu, limebeba nia za mambo mengine, lakini sio nia ya Mungu aliye hai. Yesu anauliza ni nani anayefahamu nia ya Kristo ili awaelimishe watu wa Mungu? Yesu, nisaidie Bwana, nisikengeuke, lakini nijue nia yako kila itwapo leo, na niwaeleze watu wako. Haleluya kwa mwana kondoo. Glory be to God. Kama watu hawaijui nia ya Mungu, wataishi maisha ya ulimwengu. Kama watu hawaijui nia ya Mungu, hawawezi wakamhofu Mungu. Kama watu hawaijui nia ya Mungu, hawawezi kubadilika. Ndio maana kazi yetu ni kuifunua nia ya Mungu, alafu tunamwachia Mungu na watu wake. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hawa watu walipewa mafundisho ambayo ni maagizo ya wanadamu, hayakuwa na nia ya Mungu. Yalibeba tamaa za watu, yalibeba mambo ya watu, na kwa sababu hiyo hawakuweza kupambanua maisha yao ya kubadilika. Ibada zao zikawa ni za mdomoni tu, lakini mioyo yao iko mbali na Mungu aliye hai. Na hii ndio hali tunayoiona sasa. Mdomoni ni tunaimba sana, tunasema sana, lakini mioyo iko mbali na Mungu, kwa sababu haionyeshi tabia ya Mungu tunayemwabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Eneo jingine ni eneo la maneno. Maneno ya shetani yamebeba roho ya uharibifu, na yakisemwa lazima yakuvuruge au yavuruge. Kwa hiyo lazima tupambanue maneno yanapokuja yamebeba roho ya nani. Nikupe mfano. Ukiangalia kwenye Wafalme wa Kwanza sura ya 19 mstari wa 2, unaweza ukasoma pale mistari ya juu na ya chini, lakini mimi nataka ule wa 2. Anasema Wafalme wa Kwanza sura ya 19 mstari wa 2, anasema ndipo Yezebel akampelekea Elia mjumbe kusema,
miungu wanifanyie hivyo na kuzidi, nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati kama huu, kama mojawapo wa hao. Haya ni maneno ya Yezebel. Elia wakati huo ametoka kuonyesha demo, kuonyesha nguvu za Mungu aliye hai. Moto ulishuka na dhabihu ikateketezwa, akaua manabii wote wa Baali. Yezebel alikuwa ni mke wa mfalme Ahabu, ambao mumewe na yeye walikuwa waovu sana, waovu kupindukia. Ukiambiwa una roho ya Yezebel, yani lia, kwa sababu ni hatari. Roho ya kikahaba, roho ya kuua watumishi wa Mungu, imebeba kila kitu. Kwa hiyo aliposikia Elia amewaangamiza makuhani wake na watumishi wake, akampelekea ujumbe, akamwambia wewe, kesho majira kama haya, nisipokuangamiza kama ulivyoangamiza hao watumishi wetu, miungu na wanifanyia hivyo na kuzidi, lakini nitahakikisha nimeutoa uhai wako. Lile neno lilikuwa lina nguvu ya kishetani namna hii, lilisukumwa namna hii. Elia hakuweza kupambanua, akajua yeye alichukua kiwepesi tu, lakini lile neno lilienda na nguvu ya kishetani, likamnyong'onyesha Elia. Elia akatoka pala na mbwela, akaenda kumwambia Mungu, mimi ni uwe tu, mimi sio mwema kuliko baba zangu, nimebaki peke yangu, ni afadhali nife. Amekaa namna hiyo, anamwambia Mungu ni uwe, anasubiri Mungu amuue. Amekata tamaa. Kwa nini? Neno lilikuja na uvuvio wa kishetani. Ndio maana nimekwambia pambanua namna hii. Mtu anaweza akakupiga neno moja tu likakutia kizunguzungu namna hii, unaweweseka. Lakini ukijua kwamba hili neno lina uvuvio wa shetani, utamwambia Bwana, nalipangua katika jina la Yesu Kristo. Ni neno limekuja kunikatisha tamaa, lakini nalivunja. Ni neno limekuja kuniondoa kwenye utumishi wangu, lakini nalipangua. Ni neno limekuja linataka linitoe kwenye ndoa yangu, nalipangua. Ni neno limekuja linataka kunichonganisha na mume wangu au na mke wangu, lakini nalipangua, kwa sababu nyuma yake lina nguvu ya kishetani. Ni neno lililobeba uchochezi, ni neno lililobeba, unajua, kutugawanya. Unapambanua namna hii, unaona lile neno kwamba lina nguvu ya kishetani. Huwezi kunyamaza kimya, utashughulika nalo, mtu wa Mungu. Tukipambanua namna hiyo, hakuna neno litakalotamkwa lenye nguvu ya kishetani litakaloweza kutugawa, maana tutalipiga juu kwa juu kabla halijatimiza makusudi yake. Haleluya kwa mwana kondoo. Yuko wapi mtu wa Potters anayemwambia Bwana, nipe roho ya kupambanua, kila neno linapokuja kwangu niweze kujua huyu mtu amesema hili neno, nyuma yake yuko nani? Iko roho ya Mungu, iko roho ya shetani, au iko roho yake mwenyewe? Amekusudia kitu gani? Anataka kunivuruga kanisa, au anataka kunitoa kwenye imani, au anataka kunichonganisha na mtu, au anataka unajua, ukishajua namna hiyo unapata hasira ya kimungu. Hasira ya kimungu haiwezi ikaja kama hujaweza kupambanua. Haiwezekani. Utasema jamani, kaniambia hivi, kaniambia, ninakukandamiza. Sijui alikuwa na maana gani. Kwa nini kasema ninakukandamiza? Ninakukandamiza. Pambana. Maneno ni roho yatakutoa kwenye uwepo. Lakini nikikupa mfano mwingine kwa haraka, Wafalme wa kwanza sura ya 13 mstari wa kwanza kuendelea. Unamuona yule mtu wa Mungu aliyetumwa, ametoka Yuda, anatumwa kwenda kule kaskazini, aende akaachilie neno la Mungu. Alipofika hekaluni, akamwona mfalme anataka kutoa uvumba, kitu ambacho sio kazi yake. Akamwambia, madhabahu itapasuka na mtoto atazaliwa, sijui ataitwa Yosia, hivi na hivi na hivi. Mfalme akasema, mkamateni huyo. Aliponyosha mkono tu, mkono ukaganda hivi. Mfalme akaanza kulia, akamwambia, naomba niombee kwa Mungu wako. Yule mtu wa Mungu akamwombea, mkono ukarudi. Alipotoka pale, mfalme akamwambia, twende basi ukale, na akamwambia, siwezi kula wala kunywa. Mungu ameniambia nisile wala ninywe, nitekeleze na nirudi, sio kwa njia niliyoijia. Naondoka zangu. Akaanza kuondoka. Kulikuwa na watoto wa nabii mwingine anaitwa nabii mzee, waliona tukio lile. Wakaenda kumwambia babao, kuna mtu wa Mungu, imetokea 1, 2, 3.
babao akamwambia ameenda njia gani? Wakamwambia njia hii hapa. Akasema nipeni punda. Akachukua punda wake akaanza kumfuatilia. Alipofika akamkuta yule mtu wa Mungu kajipumzisha hivi kwenye mti amechoka. Akamwambia, mtu wa Mungu, wewe ndio fulani? Akamwambia ndio mimi. Akamwambia karibu nyumbani bwana, ukapate maji na nini? Akamwambia Bwana ameniambia nisile, nisinywe na nisirudi kwa njia ile niliyoijia. Yule nabii mzee akamwambia hata mimi ni mtumishi wa Mungu. Bwana amenena na mimi kwa kinywa cha malaika kwamba twende nyumbani. Una wasiwasi gani? Mtu wa Mungu alikosa roho ya kupambanua namna hii, kwamba yale maneno nyuma yake yamebeba uharibifu. Kama Mungu amekuagiza namna hii, angetaka apindue maagizo, angekufuata tena yeye mwenyewe. Kwa nini atumie mtu? Kwa nini atumie? Hakuweza kupambanua namna hii. Akarudi, akaenda, akala. Wakati yuko kwenye meza tu anakula namna hii, ujumbe wa Mungu kateremka namna hii. Wakaambia huyu ndio maisha yake yameishia hapa. Yameishia hapa. Alipotoka pale njiani akarudiwa na simba. Ndio ukawa mwisho wake. Nataka nikuonyeshe jinsi gani usalama wa maisha yetu uko kwenye uwezo wa kupambanua. Kuna maneno yanakuja yamebeba udanganyifu uliokithiri, unaweza kuua ndoa yako. Kuna maneno yanakuja yamebeba udanganyifu, yanaweza kuvuruga huduma. Kuna maneno yanakuja yamebeba udanganyifu, yanaweza kuua mahusiano yako na Mungu na ukafa jumla, ukafa kiroho na ukapoteza mwelekeo. Tumuombe Mungu atupe uwezo. Yeye ndiye anayefunua mambo ya siri. Jamani, Mungu wetu anafunua mambo ya fumbo, mambo ya siri. Ana uwezo huo, aliwapa huu uwezo wa kina Daniel, na Mungu hajabadilika. Yule unapoambiwa neno usikurupuke. Wanasema wenzetu wazungu, read between the lines. Chambua kila neno. Kwa nini kasema hivi sio hivi? Ili na maana gani hivi? Yaani chambua kila neno, ujiridhishe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini angalia Mathayo sura ya 16 mstari wa 21 mpaka wa 23. Hapo unamkuta Yesu mwenyewe na Petro. Yesu anamwambia Petro, Mathayo sura ya 16 mstari wa 21 mpaka 23. Anamwambia imempasa mwana wa Adamu, mwana wa Adamu atakwenda, atakamatwa na wakuu wa makuhani, atateswa na baadaye atakufa. Anamueleza hivyo. Petro alivyosikia namna hiyo, akamwambia Bwana, haya mambo hayawezi kukupata wewe. Kwa nini hayawezi kupata? Yesu akasikiliza yale maneno, akasema mbona kama nyuma ya haya maneno yuko adui anayetaka kuzuia mimi nisiende kutenda mapenzi ya Baba yangu. Akamwambia Shetani, rudi nyuma yangu Shetani, kwa maana ukikwazo wewe huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Kwa nini? Yesu alipambanua, akajua kwamba kuna roho ya kishetani imepita kwenye mawazo ya Petro, ikaenda kwenye maneno ili kumzuia Yesu asiweze kutenda mapenzi yake. Yalionekana kama ni maneno yenye huruma hivi, yalionekana kama ni maneno ya kumtakia mema hivi, lakini ni maneno yaliyokuwa yamebeba uharibifu kumzuia asiweze kwenda kutenda mapenzi ya Mungu. Ni mara ngapi watu wamekupa maneno kama ya kukuonea huruma vile, kama ya kuonesha kwamba wengine wanakuonea sana ili wao ndio waonekane wazuri na wewe, lakini ni maneno yalikuwa ya kukuvuruga usikae kwenye mpango wa Mungu aliye hai. Mungu tunaomba utusaidie tuweze kuwa na roho ya kupambanua. Kumbuka Yesu, Petro ni mtu wake wa karibu, lakini hakuogopa, hakuona vibaya wala hakuona haya. Akamwambia rudi nyuma Shetani, wewe ni kikwazo. Huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Mtu yoyote anayoyawaza ya wanadamu hapa kanisani atakuwa kikwazo kwa sisi kuyatenda mapenzi ya Mungu. Mtu yoyote anayowaza ya wanadamu kuliko ya Mungu atakuwa kikwazo kwenye ndoa, wewe kusogea. Ogopa mtu ambaye amejikita kuwaza tu ya kibinadamu. Mkisema hivi atasema michango imezidi. Tutaendeshaje kanisa bila michango? Bila michango tutaendeshaje? Wewe unayawaza ya wanadamu tu, lakini wanayoyawaza ya Mungu wanasema, mchungaji, ukinipa nafasi ya kuchangia, umenipa nafasi ya kubarikiwa na Mungu aliye hai. Labda kama sina, Mungu ataelewa, lakini kama ninacho, hiyo ni fursa ya mimi kubarikiwa. Lete na nyingine tufanye kazi ya Mungu. Ujue huyo anayawaza yaliyo ya Mungu, lakini anayawaza ya wanadamu
yeye atakuwa anaweka vikwazo tu. Yesu alielewa, alipomsikiliza Petro namna hii, akamwambia maneno yako hayo nyuma yake kuna ibilisi wa kuzuia kazi ya Mungu. Hatuko hapa kuzuia kazi ya Mungu, tuko hapa kusapoti kazi ya Mungu aliye hai. Haleluya kwa mwana kondoo. Angalia ni maneno gani unaambiwa na jirani yako, maneno gani unaambiwa na rafiki yako ya kukuzuia usifanye mapenzi ya Mungu aliye hai. Kataa, unajua, kwa sababu kila mtu atakwenda kutoa hesabu mbele za Mungu aliye hai, kwamba nilikupa vingi, nitadai vingi kutoka kwako. Anasema yeye aliyepewa vingi, kwake huyo vingi vitatakiwa. Yeye aliyepewa vichache, kwake huyo vichache vitatakiwa. Kwa hiyo usijifananishe na mtu. Fanya kazi ya Mungu kwa kadri Mungu alivyokubariki. Fanya kazi ya Mungu kwa kadri Mungu alivyokupa uzima. Kuna wengine ni wagonjwa, kuna wengine hawawezi, wanatamani wangekuwa na uzima wa kufika kanisani na kufagia angalau kanisa, lakini hawawezi. Wewe uko hai, wewe una afya, alafu mtu anakuzuia kuyafanya mapenzi ya Mungu. Kataa, mtu wa Mungu. Safari ya mbinguni kila mtu peke yake na Mungu wake. Usishawishiwe na mtu mwingine. Labda kama akushawishi kuyafanya mapenzi ya Mungu, lakini sio kuyaacha mapenzi ya Mungu. Haleluya kwa mwana kondoo. Glory be to God. Jesus. Niende sehemu yangu ya mwisho kwa leo. Eneo la matendo. Shetani hapiti tu kwa watumishi, hapiti tu kwenye maneno, anatumia pia na matendo. Lazima tupambanue matendo. Hapa ukiangalia hii story kwenye Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka wa 15, utasoma kwa wakati wako. Ni muhimu tujue kupambanua vitendo vimebeba roho ya nani. Kwa sababu hapa tunamuona Herode, Matendo ya Mitume 12 mstari wa kwanza mpaka wa 15. Herode alikuwa, Biblia inasema aliwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Haikuwa kawaida. Kulikuwa na roho ya shetani nyuma ya Herode. Kwa sababu Biblia inasema alikuwa amemuua, anawawinda watumishi wa Mungu. Akamkamata Yakobo, akamchinja. Watu wakamshangilia, wakampa sifa. Alipoona amepewa sifa sana, na mikono yake inanuka damu, ile harufu anaifurahia damu, akaanza kumtafuta na Petro, amuue na Petro. Akaanza kumtafuta Petro. Nyuma yake vile vitendo vilikuwa sio vya kawaida. Ukipambanua namna hii, unaona kabisa kwamba ni roho ya shetani ilikuwa inafanya kazi. Kwa nini uwawinde watumishi wa Mungu? Kwa nini uzuie kazi ya Mungu isiende mbele? Usione kwamba ni kitu cha kawaida. Ukaona mtumishi wa Mungu kafungwa, mtumishi wa Mungu kazuiwa kufanya kazi, ukaona ni kitu cha kawaida. Nyuma ya hivyo vitendo, ukipambanua namna hii, utamkuta shetani mwenyewe amekaa. Kwa sababu watumishi wa Mungu ndio hata serikali inawataka, kwa sababu ndio wanaohubiri maadili mazuri, ndio wanaomhubiri Mungu ili watu waache ulevi, watu waache uhuni. Lakini wewe unakwenda kuua mtumishi wa Mungu, wewe unakwenda kumfukuza mtumishi wa Mungu, wewe unakwenda kumfunga mtumishi wa Mungu. Nyuma ya vitendo hivyo, hiyo sio roho ya Mungu, lazima iko roho ya shetani. Na watu wa Mungu wakijua hilo, ni kusimama, kwa sababu wamepambanua, wakaona katika hali ya kawaida huwezi kumfunga mtumishi wa Mungu. Katika hali ya kawaida huwezi kumzuia asifanye kazi ya Mungu, huwezi, kwa sababu taifa litaponaje? Ukiona vitendo vya namna hiyo, nyuma ya vitendo hivyo iko roho ya shetani. Mungu aliachilia karama kwa watu wake ya kupambanua. Wakaona, wakatambua kwamba nyuma ya Herode na vitendo vyake ilikuweko roho ya shetani, roho ya uharibifu. Ile hali ya kupambanua na kujua roho iliyokuwa nyuma ya Herode na vile vitendo vilidhihirisha kuwa roho ilikusudia kuharibu kanisa la Bwana. Kanisa lilichukua hatua ya kumuomba Mungu kwa bidii. Wewe unaviona vitendo, unashindwa kutafsiri kwamba hivi vitendo hivi nyuma yake yuko nani. Ukishindwa kutafsiri, huwezi kuwa na bidii ya kumtafuta Mungu aliye hai. Lakini kuna vitendo ukiviona mume wako anafanya,
Kuna vitendo ukiviona mkeo anafanya, kuna vitendo ukiviona Mkristo mwenzio anafanya, kama una uwezo kupambanua, unajua tayari mme wangu amevamiwa, mimi natakiwa nichukue hatua gani? Tayari mke wangu amevamiwa. Wala usigombane naye, kwa sababu roho huwezi kugombana nayo kwa njia ya mwili ukashinda. Haiwezekani. Haiwezekani. Ukishaelewa hivyo, Biblia inasema kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi. Wewe juhudi yako iko wapi ya kumwombea mumeo? Juhudi yako iko wapi ya kumwombea mkeo? Juhudi yako iko wapi ya kuombea kanisa la Mungu? Unasema tu nimechoka. Unasema tu hawezi kubadilika huyu mchungaji. Unasema tu huyu Mkristo hawezi kubadilika. Umemweka Mungu kwenye kategori gani? Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu. Anasema yote yawezekana kwake aaminie. Kwa nini unamkatia mchungaji wako tamaa? Kwa nini unamkatia mmeo tamaa? Kwa nini unawakatia watoto wako tamaa? Yuko Mungu awezaye kubadilisha. Haleluya kwa mwana kondoo. Chui hawezi kujibadilisha madoadoa yeye mwenyewe Bwana, lakini yuko Mungu aliyemuumba anayeweza kumbadilisha hayo madoadoa. Mumeo ni mgumu kwako, lakini sio mgumu kwa Mungu aliye hai. Mchungaji wako ni mgumu kwako, lakini sio mgumu kwa Mungu aliye hai. Wanasiasa ni wagumu kwenu, lakini sio wagumu kwa Mungu aliye hai. Anaweza kuwapiga pini mahali, akawabana mahali namna hii mpaka wakasalimu amri. Kama unabisha, nenda kamuulize Farao. Farao alisema huyo Mungu gani huyo? Bwana ni nani? Bwana ni nani mpaka nimsikilize? Manake wananchi walilia, hakuwasikiliza, akazidi tu kuwatweza namna hii. Walipokuja watumishi wa Mungu akamwambia huyo Bwana ni nani? Mungu akasema subiri, akampiga pini namna hii mpaka akasalimu amri. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu aliye hai. Haleluya kwa mwana kondoo. Niko hapa jioni ya leo, nataka kutangaza kwamba mahali hapa haiko mamlaka iliyo kubwa kuliko mamlaka ya Mungu aliye hai. Hawako wachawi wanaoweza kumzidi nguvu Mungu aliye hai. Hakuna mamlaka za giza wala majini yanayoweza kumshinda Mungu aliye hai. Tunatangaza ukuu wa Mungu aliye hai. Yeye ni Alfa na Omega. Yeye ni mwanzo na mwisho. Yeye ni Mungu mwenye nguvu. Yeye ni Baba wa milele. Yeye ni Mungu asiyebadilika. Haleluya kwa mwana kondoo. Unaachaje kumtumaini Mungu wa namna hii? Unaachaje kumuomba Mungu wa namna hii? Unaachaje kuliitia jina lake? Yeye amesema kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Kwa nini usimuitie Mungu jioni ya leo? Kwa nini usiliitie jina la Bwana jioni ya leo? Ningelikuwa mimi ndio wewe, nisingesubiri kukaa kwenye kiti changu. Ningesimama mara moja na kumwambia Bwana, uko wapi Mungu wangu? Nirehemu Bwana mabwana, kwa sababu matukio yametokea nyumbani kwangu. Nimeshindwa kupambanua na kujua kwamba nyumba yangu imevamiwa. Matukio yametokea kwenye mtaa wangu. Nimeshindwa kupambanua na kujua nimevamiwa. Kwa sababu hiyo sijaweza kuomba. Kwa sababu hiyo sijaweza kuweka juhudi. Lakini leo Bwana, ninaomba huruma zako kwa ajili ya taifa langu. Ninaomba huruma zako kwa ajili ya mume wangu. Ninaomba huruma zako kwa ajili ya watoto wangu. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Nahitaji kumuona mtu aliyochangamka anayemwambia Bwana, nimepambanua kwamba tabia yangu ya ulevi, nyuma yake iko roho ya ibilisi. Tabia yangu ya zinaa, nyuma yake haiko roho ya Mungu. Ninaomba Bwana unishindie. Lia kwa moyo mmoja, lia kwa moyo mmoja. Mwambie Bwana, hasira niliyo nayo hii haitoki kwako. Mwambie Bwana, chuki niliyo nayo hii haitoki kwako. Maneno yangu siku zote sio ya kujenga. Nikiongea na bomoa maisha ya watu. Hii roho haitoki kwako. Mwambie Bwana nisaidie. Mwambie Bwana nipiganie. Katika jina la Yesu Kristo, nipe uwezo wa kupambanua, niweze kumuona ibilisi kwenye kila neno linalokuja kwenye maisha yangu, ili niweze kumpinga kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, tumepambanua katika mji huu. Tumeziona roho za wachawi, tumeziona roho Bwana za giza zinazofanya kazi katika mji huu. Tumeziona roho za waganga, tumeziona roho za majini, tumeona roho za misukule, tumeona roho zinazoua ndoa za watu, tumeona Bwana mabwana roho zinazoangamiza maisha ya vijana. Baba, tunaomba toba na rehema, kama ulivyomwambia Petro, rudi nyuma shetani,
gani? Maana ukikwazo kwangu huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Kwenye mji huu Bwana, tumekuwa tukiyawaza ya wanadamu, lakini tumeshindwa kuyawaza ya Mungu. Leo katika jina la Yesu tunateketeza roho za ulevi, tunateketeza roho za uchawi, tunateketeza roho za kiganga kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunateketeza roho za nyoka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Uchawi wa mafundo, uchawi Bwana mabwana wa mapembe uliozikwa kwenye ardhi kwa damu ya mwana kondoo, na katika jina la Yesu Kristo aliye hai, maroho ya simba tunayaangamiza, maroho ya chui tunayaangamiza, maroho ya zinaa tunayaangamiza, majini mahaba tunayateketeza. Pambana mtu wa Mungu, pambana. Kuomba kwako ndio ukombozi wako, kuomba kwako ndio kukombolewa kwako. Usifanye mchezo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunakwenda kinyume na roho ya mauti inayowaacha wanawake kuwa wajane, inayowaacha wanaume kuwa wagane. Tunapiga roho ya mauti, tunapiga roho ya uharibifu, tunapiga kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haribika pepo chini, haribika jini mahaba, teketea kwa damu ya mwana kondoo, na katika jina la Yesu Kristo roho ya kuharibu kanisa, roho ya kuvuruga kanisa la Mungu, teketea kwa jina la Yesu, teketea kwa jina la Yesu. Roho ya kugombanisha watu wa Mungu, roho ya kudhoofisha imani ya watu wa Mungu, teketea kwa jina la Yesu Kristo. Roho ya kuchukia kanisa la Bwana, tunakwenda nayo kinyume kwa jina la Yesu. Roho ya kupinga kazi ya Mungu tunaifuta kwenye mji huu katika jina la Yesu Kristo. Roho ya kiburi tunaiangusha kwa damu ya Yesu. Kiburi cha kichawi tunakiangusha kwa jina la Yesu. Kiburi cha mali tunaangusha kwa jina la Yesu. Kiburi cha uovu wa tabia tunaangusha kwa jina la Yesu. Teketea kwa damu ya Yesu. Kiburi cha pombe, kiburi cha ulevi, kiburi cha madawa ya kienyeji, kiburi cha uchawi, kiburi cha majini, shuka kwa jina la Yesu, shuka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, haribika kwa jina la Yesu. Teketea kwenye mji huu, teketea kwa damu ya Yesu. Kiburi cha uganga, teketea kwa jina la Yesu, teketea kwa jina la Yesu, teketea kwa jina la Yesu, teketea kwa jina la Yesu. Kiburi cha dini, mapepo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Pepo mauti, pepo nyoka, toka kwa jina la Yesu. Achia watu wa Mungu, achia watu wa Mungu. Mapepo yanayoharibu vijana, maroho ya ushoga, maroho ya usagaji, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Roho za ibada za sanamu, roho ya miungu, roho ya miungu, roho ya mizimu ya kila kabila, mizimu ya kila kabila, mizimu ya kila mkoa, kwa jina la Yesu Kristo tunapindua kitu cha enzi cha adui mahali hapa. Hakitasimama. Tunamiliki malango ya adui. Piga malango ya adui, piga malango ya adui, piga kwa damu ya Yesu, piga iko kiti kwa jina la Yesu, piga kwa moto wa Yesu. Tunatuma moto, tunapeleka moto kwenye kiti cha enzi cha shetani, tunapeleka moto, tunapeleka moto kwenye gala ya silaha za giza kwa damu ya mwana kondoo, kwenye gala linalofuga majini tunapeleka moto, uko chooni tunapeleka moto, chini ya uvungu wa kitanda tunapeleka moto, kwenye iko chumba walichofungia majini tunapeleka moto, moto wa Yesu Kristo, moto wa Yesu Kristo, moto wa Yesu Kristo. Haya, teketeza sasa, teketeza sasa. Tunatangaza uhuru, tunaweka huru watu wa Mungu, tunaweka huru watu wa Mungu kwa damu ya mwana kondoo. Yesu tawala sasa, Yesu tawala sasa. Pita kila mahali kwa nguvu zako, pita kila mahali kwa nuru yako, pita kila mahali. Malaika wa Bwana, malaika wa Bwana, piga kwa mapanga, kwa makali ya upanga, piga kwa makali ya upanga. Tunakwenda kinyume na maroho ya magonjwa, magonjwa ya kupooza, magonjwa ya kansa, magonjwa ya uvimbe, magonjwa ya upofu kwa damu ya mwana kondoo. Toka, achia mtu wa Mungu, toka, achia mtu wa Mungu. Magonjwa ya utasa, utasa kwa damu ya mwana kondoo. Funguka kwa jina la Yesu, funguka kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu, funguka kwa damu ya Yesu, funguka kwa damu ya Yesu. Tunakomboa anga hili, tunakomboa ardhi hii, tunakomboa watu wakao kwenye mji huu kwa damu ya mwana kondoo. Inuka uangaze, nuru yako imekujilia, nuru ya Bwana imekujilia, malango yanafunguka. Mfalme wa utukufu
utukufu wanapita kwa damu ya mwana kondoo. Mfalme wa utukufu anakujilia nyumbani kwako, anakujilia nyumbani kwako kwa jina la Yesu Kristo. Hautakuwa hivyo ulivyo. Ugonjwa unaondoka, majini yanaondoka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunaharibu roho ya chuma ulete, tunaharibu roho ya mateso, tunaharibu roho ya ufukara, tunaharibu roho ya umasikini, tunateketeza kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Umeharibu watoto wasiende shule, umeharibu akili za watoto, tunakupiga kwa jina la Yesu. Achia fahamu za watoto, achia fahamu za watoto. Umewaharibu wasifanye vizuri shuleni. Toka pepo mchafu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Umewatia magonjwa watoto, toka na magonjwa yako, toka na maradhi yako, toka katika mji huu, toka kwa damu ya Yesu, toka malango ya giza. Tunafukuza giza, tunafukuza giza, tunafukuza giza, tunafukuza uchawi, tunafukuza wachawi kwa damu ya mwana kondoo. Chinja wachawi wote, chinja kwenye ulimwengu wa roho, wale wenye kiburi, wanaomkataa Bwana, wanaompinga Bwana, wanaompinga Bwana. Chinja kwenye ulimwengu wa roho, chinja kwenye ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Salimu amri wachawi wote, salimu amri waganga wote, salimu amri kwa Mungu aliye hai. Kila goti linaenda kupigwa, kila ulimi unakwenda kukiri ya kwamba Yesu ni Bwana kwenye mji huu, ya kwamba Yesu anatawala, ya kwamba Yesu anaweza, ya kwamba Yesu anabadilisha kwa damu ya mwana kondoo. Na katika jina la Yesu tunatangaza wokovu, tunatangaza uzima, tunatangaza uponyaji, tunatangaza ushindi, tunatangaza neema kwa jina la Yesu Kristo aliye hai na kwa damu ya mwana kondoo. Yes. Asante Yesu, 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 asante. Toa sauti twende. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Baba, asante Baba, asante Baba, asante Baba, asante Roho, asante Roho, asante Roho, asante Roho, asante Roho. Toa sauti yako. Roho, asante Roho, asante Roho, asante Baba, asante Baba, asante Baba, asante Baba, asante Yesu, Yesu, asante Yesu, asante Yesu, kwa wema wako, kwa wema wako, kwa wema wako, kwa wema wako, kwa upendo wako, kwa upendo